JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Yes, karibu sana mshike viwanjani na Captain Eli Milagroso. Hii ni JPS TV Online na ni mara ya kwanza kabisa unapokea michezo na burudani kutoka JPS TV. Like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata kile ambacho tunasema update ambacho tunaendelea kukirusha kwenye mitandao ya kijamii, si YouTube pekee bali Instagram na TikTok unaweza katupata. Ni michezo na burudani ambayo leo vichwa vya habari vinasema kwamba tutaenda kuzungumzia moja kwa moja ligi daraja la pili inayoendelea hapa kambini Nyarugusu, tukiwa pia kwenye kata ya Makere, lakini pia hii ni wilaya ya Kasulu na hii ni Kigoma, Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Na tofauti na ligi daraja la pili ambayo inaendelea, tutaenda pia kuzungumzia round 4 ya ligi ya Kasako TV ambayo imezinduliwa ile juzi Jumapili ya tarehe 16 kwenye uwanja wa zone ya 9, na mwisho kabisa tutaenda kukujuza kile ambacho kinajiri kuhusiana na michezo ya kufuzu kucheza kombe la dunia. Na bila kupoteza muda, nyuma ya kamera ni Mal, moja kati ya watu ambao wanatufanya tupate burudani kweli kweli hapa JPS, na tuanze moja kwa moja na mshike viwanjani, na ambako tunaanzia hapa kambini Nyarugusu ambako ligi daraja la pili iliyokuwa imesimama kwa takriban miezi mitatu sasa hivi imerudi, na baada ya mechi za leo itakuwa sasa ni hatua ya robo finali ambayo itaendelea kubamba moto kwenye viwanja vya zone ya 9, lakini pia Bunagana na uwanja wa Young Boys upande wa mashariki kaskazini mwa kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Lakini pia michezo ya hatua ya 16 ilikuwa inacheza wiki jana ambako timu ya Barcelona ilimenyana dhidi ya Betua Sport, lakini pia mshindi akawa ni Barcelona kwa bao 1-0. Na mchezo wa pili ulikuwa ni pamoja na timu ya Betua Sport iliyobamiza vikali Kerdelio kutoka miamba ile ya Kiema bao 3-1, lakini pia uwanja wa ya 3 uwanja wa Young Boys kulikuwa na mchezo mmoja, Aigle Noir dhidi ya Autriche kutoka Bilombe City zile, na Autriche wakawa wamepoteza mchezo kwa mabao 3-1, lakini pia Ade Sport dhidi ya D3 Boys kutoka D3, lakini ilikuwa ni mechi ngumu hii kweli kweli. Dakika zote 90 za mchezo zilitamatika kwa 0-0 na D3 wakawa ni washindi wa mikwaju ya penalty. Moja River dhidi ya Kade Sport, na mchezo ulikuwa ni mzuri na wakata na shoka bao 1-0. Upande wa timu ya Umoja River umewapa tiketi ya kucheza robo finali hii ya nguvu zetu ambayo inaendelea kuchukua nafasi chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Abe Mayele Kinoa, lakini pia EA Renaissance iliwanyuka vikali mahasimu wote hao wa zone ya 3 mabao 4-2 dhidi ya KE Maendeleo. Michezo ambayo itachukua nafasi hii leo kwenye uwanja wa Bunagana ni pamoja na Makabe City dhidi ya Best Loser huyu wa kwanza ambaye ni Katwa Sport, na upande wa uwanja wa Young Boys ni pamoja na LA Sport dhidi ya Excela kutoka esi ya kwanza. Timu ambazo tayari zimejichukulia tiketi ya kufuzu kucheza hatua ya robo finali ni timu 6, na ni pamoja na timu ya Barcelona kutoka emu ya kwanza, lakini pia yupo G3 Sport, yupo Aigle Noir, yupo D3 Umoja River kutoka miamba ya Abe kule, lakini pia EA Renaissance, na hao watakuwa pia wanawasubiri washindi kutoka kwenye viwanja vya Bunagana, lakini pia uwanja wa Young Boys ambako Makabe dhidi ya Katwa, lakini pia mshindi kati ya LA dhidi ya Excela atakuwa anaungana moja kwa moja kueneza timu 8 ambazo zitamenyana kwenye hatua ya robo finali kwenye hii ligi ya daraja la pili Eda Nguvu Zetu Cup ambayo inaendelea kuchukua nafasi. Sijui maoni yako yatakuwa ni yapi? Tupo live na mimi ni Captain Eli Milagroso, ukitaka nite Lo Pape Bashilango, na karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja. Bila kupoteza muda
acha turudi kwenye ligi ambayo ilizinduliwa hiyo juzi Jumapili ya tarehe 16 March, ambako kulikuwa na mchezo mmoja ambao ulikuwa ni wa dabi kweli kweli kwenye ligi hii ambayo imehubikwa vikali na moja kati ya surprise za mashabiki baada ya kundi A kuwa na timu kama vile za Club United, yupo Hodari, Makabe City, AFD Maendeleo, timu ya Miracle. Lakini pia kundi B ni pamoja na Muungano Saba chipukizi, yupo Jashe Bilombe, Feba Nkole na Otwa Askuna. Kundi C ni pamoja na Sede Ghetto Boys, Young Boys, yupo JHED Sport ambaye ni Gisporo, lakini pia timu ya Abe. Na kundi D ni pamoja na Mana Kali Vurba, lakini pia D1 Umoja, Abe Simba na timu ya Fizira, na pamoja na Barakamosa, Fundisho Mauzo Dragon ambao ni wazee wa vibe, yupo Etoile Football Club na timu ya Liodikani pamoja na kundi E. Lakini kundi ya mwisho kabisa, hii ni kundi ya Kata na Shoka ambayo inazikutanisha timu ambazo ni Bingwa Alliance, lakini pia yupo SD Sport, yupo R1, lakini pia KE Mtetezi. Na tayari mechi ya uzinduzi wa ligi hii ya Kasako Round 4 imechukua nafasi kubwa na timu ya Hodari wakawa ni washindi wa bao 1-0 dhidi ya Miracle Football Club kwenye uwanja ule wa zone ya 9, ambako nisikia Aishara Update ambaye alikuwa anasimamia matangazo walisema ni dabi ya Karanga Mundu ambayo ilikuwa inawakutanisha ndugu wa Burundi, lakini pia wao kwa wao. Mchezaji Filipo, dakika ya kwanza tu ilikuwa bado haijatamatika, sekunde ile ya 36 ya mchezo, alikuwa tayari amewarudisha kwenye center timu ya Miracle Football Club mapema tu, goli ambalo liliwafanya wakae mbele mpaka dakika zote 90 za mchezo. Ligi hiyo itakuwa inaendelea moja kwa moja hiyo kesho Jumatano, ambako kutakuwa kuna michezo miwili kwenye uwanja wa Young Boys, ni pamoja na Makabe Asira ambao watakuwa wanamenyana dhidi ya AFD Maendeleo, lakini pia chipukizi Baba Juma FC watakuwa wanamenyana kwenye uwanja Bunagana dhidi ya Muungano Saba. Na Alhamisi ile ya tarehe 20 Machi hii itakuwa ni Mana Kali ambao watakuwa wanamenyana vikali dhidi ya Barakamosa kwenye uwanja wa Bunagana kule unaweza kusema ni zone ya 14. Feba Asku hiyo Alhamisi ya michezo utakuwa na Captain Elimila Grosso kwenye matangazo ya moja kwa moja Kasako ya 4, ambako zone ya 9 itakuwa ni Kata na Shoka, moja kati ya mechi ambazo zitakuwa zinasubiriwa zaidi kwa hamu. Kumbuka hii ni JPS TV na mimi ni Captain Elimila Grosso, na karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja mshike viwanjani. Jumamosi ni pamoja na mechi ambayo itakuwa inasubiriwa kwa hamu. Mshindi wa 3 wa ligi ya Kasako ya 3 ambaye ni D1 Umoja itakuwa anawakaribisha Fizira kwenye uwanja wa zone ya 14, lakini pia atakuepo Regideso Bito dhidi ya timu ya Fundisho FC kutoka Burundi. Na Jumapili na itakuwa ni mwisho kabisa wa matangazo ya wiki hii ya tarehe 23, ni pamoja na Mauzo Etoile zone ya 19 ni zone ya 9, lakini pia Young Boys dhidi ya Ghetto Boys itakuwa ni derby kweli kweli, watakuwa wanamenyana pale nyumbani, ambako tafsiri zinasema kwa Mkapa hapa toki mtu uwanja ambao Young Boys wanautumia kama uwanja wa nyumbani, lakini pia uwanja ambao unakuwa wenye mafanikio zaidi. Tutakuwa tunapokea komenti zako ndugu mpendwa mtazamaji wa JPS TV baada ya kusikia kipindi hichi cha mshike viwanjani na Captain Elimila Grosso. Unaweza ukafika pale ukafanya kama unabofya nafasi nyekundu kwa ajili ya kusubscribe, lakini comment yako ni ya muhimu sana na itakuwa inasomwa masaa 24, na hapo ndipo tutakapotamatishia moja kwa moja round 4 ya ligi hii ya Kasako ya 4. Na bila kupoteza muda, Malki ambaye anaendelea kuosha vizuri na kuifanya hii JPS iwe ya vibe kweli kweli, tunaenda na mechi za kimataifa, na moja kwa moja tunaanzia hapa barani Afrika baada ya mechi kusimama toka mwezi wa 11. Hii hapa sasa mechi za kuwania kufuzu mechi ligi ya
World Cup ila kombe la dunia 2026 itakuwa inaendelea tarehe 19 Machi ambayo ni Jumatano kwa mechi 4 hivi ambako Eswatini aidha Swaziland watakuwa wapo nyumbani kwa ajili ya kuwakaribisha Cameroon ambao ni Lion Indomitable hawa ambao watakuwa ugenini kwa ajili ya kucheza na Eswatini. Lakini pia Tanzania Taifa Stars watakuwa wanamenyana dhidi ya Congo Brazzaville, lakini hatuna uhakika wa dhati kuhusiana na mchezo huu ambao ni wa Tanzania dhidi ya Congo, kwa sababu taarifa ambazo bado hazijaaminika zimesema kwamba mchezo unaweza ukaahirishwa kulingana na sintofahamu ambayo imejiri. Mchezo wa 3 utakuwa ni wa timu ya taifa ya Liberia ambao watakuwa nyumbani kwa ajili ya kukaribisha timu ya Tunusho, lakini Republic of Central Africa watakuwa nyumbani kuwakaribisha Madagascar ambao hawa ndio wa kwanza kwenye kundi hili. Lakini March 20 Europe aidha Ulaya kutakuwa na michezo ile ya nusu ya robo finali kwa ajili ya kutafuta nani mshindi wa UEFA National League A ambako kutakuwa na michezo 4 nako tofauti, na ni pamoja na Croatia dhidi ya Ufaransa, lakini pia Denmark watakuwa nyumbani kwa ajili ya kuwakaribisha Portugal, Italy wakiwa nyumbani dhidi ya Germany, lakini pia Uholanzi Netherlands watakuwa pia wanacheza dhidi ya Spain kwa ajili ya kutafuta nani atakuwa ni mshindi kombe ambalo limeshikiliwa na Spain. Inaitwa UEFA National League A na ni msimu wa 4 linachezwa mwaka huu 2025 kwenye CAF. Tarehe hizi 20 ni pamoja na mechi ambazo zitakuwa zinajiri ni pamoja na Sierra Leone ambao watakuwa nyumbani kwa ajili ya kuwakaribisha timu ya Guinea Bissau ambako ni pamoja na mechi za kundi A, lakini pia Zimbabwe dhidi ya Benin ambao watakuwa kundi C, lakini Cape Verde dhidi ya Mauritius ni group D, lakini pia kundi hili la dini Libya ambao watakuwa wanamenyana dhidi ya Angola. Gabon dhidi ya Ushelisheli group F, lakini kundi la Gambia dhidi ya Kenya hili la F. Mozambique watakuwa na wakaribisha Dikranizi wa Uganda, lakini pia Malawi dhidi ya Namibia kundi la G. Asia nako kutakuwa kunapigwa michezo hii ya kuwania kucheza kombe la dunia 2026, lakini pamoja na Iran ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Falme za Kiarabu, lakini pia Uzbekistan dhidi ya Kazakhstan kundi la kwanza, Qatar dhidi ya North Korea, Korea ya Kaskazini hii, lakini Korea ya Kusini watakuwa wanamenyana dhidi ya Oman kwenye kundi B. Iraq dhidi ya Kuwait, Jordan dhidi ya Palestina, lakini pia Australia watakuwa nyumbani kuwakaribisha Indonesia. Japan nao watakuwa wanawakaribisha Bahrain kwenye kundi C, lakini pia Saudi Arabia watakuwa nyumbani dhidi ya China. Lakini pia Ijumaa ya michezo utakuwa unashuhudia Burkina Faso ambao watakuwa wanakaribisha Djibouti wakiwa nyumbani mechi ya kundi A, lakini pia DR Congo Leopard watakuwa wanamenyana dhidi ya South Sudan aidha Sudan ya Kusini mchezo wa kundi B. Rwanda watakuwa nyumbani kuwakaribisha the Super Eagles Nigeria, timu ambayo ina washambuliaji hatari zaidi wakiwepo wakina Lukman, lakini pia yupo Osinem Boniface, yupo Sadik, lakini wakina Chukwueze watakuwepo kule, na hawa ni best loser wa ligi ya Afrika ya mataifa akiboreza zidi ya Ivory Coast. Burundi wakiwa nyumbani watakuwa wanawakaribisha timu ya Ivory Coast, timu ambayo ipo chini ya uongozi wa Faye ambaye ni kocha mwenye tuzo za kombe ya mabara hapa Afrika baada ya kuwatoa Nigeria. Botswana watakuwa wamenyana dhidi ya Algeria, lakini pia Equatorial Guinea watakuwa dhidi ya Sao Tome na Komoro dhidi ya Mali. Ghana watakuwa wanamenyana dhidi ya Chad Black Stars ambao wamekuwa kisuasua kwenye miaka yote hii ya nyuma. Watakuwa nyumbani
kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kucheza kombe la dunia wakiwakaribisha Chad. Lakini pia Ulaya kwenye michuano hii ya kuwania nafasi ya kucheza World Cup ni pamoja na timu ya Malta ambao watakuwa wanatafuta ticket zidi ya Finland. Lakini pia Poland yake Robert Lewandowski na moja kati anaoza mwenye magoli mengi ligi, akiwa anaipeperusha bendera ya taifa kutoka timu ya FC Barcelona, atakuwa nyumbani kuwakaribisha Lithuania kwenye kundi hili la G, na Cyprus zidi ya San Marino. Romania watakuwa nyumbani zidi ya Bosnia Herzegovina. Lakini pia yupo Andorra zidi ya Latvia. England watakuwa wanawakaribisha Albania. Lakini pia Amerika ile ya Kusini patakuwa na michezo mitatu tarehe hizi 21 za March, ambako Paraguay watakuwa wanawakaribisha Chile. Lakini Brazil Seleção hawa watakuwa nyumbani kuwakaribisha Colombia, na Peru watakuwa wanacheza zidi ya Bolivia. Na Ijumaa mosi ya michezo ambayo labda itakuwa ni mwisho kabisa wa kutafuta tiketi ya kucheza kombe la dunia kwenye wiki hii kabla ya mechi za marudio, ni pamoja na timu ya Ethiopia ambao watakuwa Addis Ababa kumenyana zidi ya Farao wa Misri, timu ya Mohamed Salahi ambaye ni captain kwenye kundi A. Lakini pia Togo watakuwa wanamenyana na Mauritania kwenye kundi la pili ambalo ni Sudan zidi ya Senegal wakiwa ugenini. Lakini Niger zidi ya Morocco, mabingwa watetezi. Congo Brazzaville watakuwa wanacheza na Zambia, lakini taarifa ambazo bado hatujazipokea vizuri zinasema kwamba Guinea watakuwa na Somalia. Lakini Amerika ya Kusini tukisema tumalize ni Ecuador ambao watakuwa zidi ya Venezuela, na Uruguay watakuwa zidi ya Argentina yake Lionel Messi. Kumbuka hii ni JPS TV, mimi ni Captain El Milagroso, ulikuwa nami mshike viwanjani kwenye moja kati ya vipindi ambavyo vinakuwa na vibe. Tumeanzia nyumbani tukichambua kwenye mtasari wa matangazo ligi inayoendelea ya daraja la pili, ambayo umesikia michezo iliyoisha na michezo ambayo itakuwa inapigwa leo kwa ajili ya kukaribisha hatua ya robo final. Lakini pia Kasako round 4 inayoendelea, na mwisho kabisa tulikuwa tunakuambia kwenye michezo itakayowania kucheza kombe la dunia. Fanya kama una like, una comment, una share, una subscribe JPS TV. Mimi ni Captain El Milagroso, Neitelo Pape Bashilangu fundi mitambo, moja kati ya watu hadimu zaidi. Tulikuwa na Kevin Soweto, lakini pia Malki nyuma ya kamera. Bye, tukutane Jumapili kwa ajili ya kukujuza matokeo ya michezo na burudani ambayo umeipata hii leo. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.